Kwa upande wa uandishi, ni wasihi tu kwamba ni lazima tuandike habari za watu. Uandishi unahusu watu. Kwa kila mnapoandika habari zenu, mjitahidi kuandika unakuhusisha namna ambavyo kile kilichotokea, kama ni barabara imejengwa, inakwenda kubadilisha maisha ya watu namna gani. Na tukiweza kufanya uandishi wa namna hiyo, kila ambacho tunakisikia watu wanakilalamikia sasa hivi kwamba imani ya wananchi kwa vyombo vya habari inashuka, itaanza kupanda tena. Habari zinazobadilisha maisha ya watu kwanza zinaleta mjadala. Mahali popote ambapo jambo linajadiliwa, kulipatia ufumbuzi ni rahisi sana, kwa sababu watu wanapokaa na kujadili jambo, manake mawazo na akili mbalimbali yanawekwa mezani na hatimaye suluhu inafanya nini? Inapatikana. Kwa hiyo stori hizi zinatoa fursa kwa sauti ambazo hazisikiki kuweza kusikika. Na katika kufanya haya, tunaanza kutekeleza dira ya taifa ya 2050. Dira ya taifa ya 2050 inaeleza kabisa namna ambavyo Watanzania kwa pamoja tumekubaliana kuwa na Tanzania ya namna gani itakapofika 2050. Na katika kutekeleza hayo, serikali imebaini kabisa nafasi ya vyombo vya habari katika kuhakikisha kwamba tunafanya kazi zetu kwa weledi, lakini tunaliunganisha taifa, kwa sababu miongoni mwa nguzo ya dira ya taifa ni kuwa na taifa lililoshikamana. Kama nikieleza kwamba uandishi wa habari wa tija kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwa tathmini yangu mimi ni uandishi ambao uko chini sana, na nimefurahia kwamba raia wenyewe kwenye tathmini yao na wanavyofikiri wanaona kwamba uandishi wa tija huko kwenye viwango vya chini. Sasa yawezekana mtu ambaye hakuwa kwenye darasa akajiuliza uandishi wa habari wa tija ni nini? Kwamba ni uandishi ambao unalenga kuwajibisha mamlaka ziweze kufanya wajibu wake, lakini pia ni uandishi ambao unalenga kuwajengea raia, kuwapa uwezo, kuwawezesha raia kuwa na ufahamu wa mambo, kuwa na ujuzi na maarifa, lakini pia kuwa na sauti ya kudai uwajibikaji, lakini pia na wao wenyewe kuchangia kwenye shughuli ya serikali yao kwa namna ambayo ni ya ile inayostahili. Sasa uandishi huu ni uandishi ambao unaibua mambo ukiwa chanya, ni uandishi ambao unakaa katikati ya serikali na umma, na kwamba ukiwa hapo unaangalia mambo ya kimaendeleo katika nchi. Sasa uandishi huu ni kwa kweli mdogo, ndio maana UTPC na washirika wengine ikiwemo TMF na mimi binafsi tumeamua sasa kufanya uandishi huu na kuwaleta waandishi wa habari na kuwajengea uwezo ili waweze kufanya uandishi huu, lakini pia kuwaleta wananchi nao waweze kushiriki kwenye mchakato mzima wa uandishi huu. Bila wananchi kushiriki, bila serikali kushiriki, hapo sasa hakuna uandishi wa habari wa tija. Kwa hiyo hilo ndio kusudi kubwa, kwamba tuwajengee waandishi wa habari uwezo wa kufanya uandishi huu, lakini pia tuwakutanishe na raia ambao wao ndio wanaweza kueleza changamoto walizonazo. Kwa kifupi tu wewe ongea natija semina hii na sawa. Kwanza tushukuru kwa nafasi hii tuliyopata kushiriki mafunzo haya. Tunashukuru kwa kile tulichokipata, lakini tumeona wananchi wameonyesha imani kwa vyombo vya habari, lakini bado viko chini kwa vile ambavyo wao wanaona. Tumepokea hilo, lakini changamoto kubwa ambayo tunaikuta sisi wanahabari kutekeleza majukumu yetu, hata kufikia imani hiyo ambayo wananchi wanatamani waione, ni kutokana na uelewano hafifu au ushirikiano hafifu baina ya vyombo vya habari na mamlaka, kwa maana ya serikali. Hakuna mazingira rafiki ya kuwasilisha huo ukweli ambao wananchi wanautaka, wanaotakiwa kupokea huo ukweli hawaufanyi kazi. Kwa hiyo imekuwa ni kazi ngumu ambayo wakati mwingine ukifanya kazi unashindwa kuifikisha mahala husika, kwa sababu mamlaka hazitaki wakati mwingine kusikia ukweli. Sasa hivi tuko kwenye kizazi ambacho wanahitaji zaidi pongezi. Sasa chombo cha habari tumeambiwa kinakaa katikati ya serikali pamoja na wananchi. Sasa kuanza kuwa kama tena wale maafisa habari au msemaji wa taasisi, ndio kitu ambacho tumeingia. Ndio maana uandishi wa habari unaonekana hauna tija tena, hakuna habari za tija, kwa sababu mazingira yaliyopo. Tuko kwenye nchi ya demokrasia, lakini ile demokrasia haifanyiki katika uhalisia, hai-exist watu wanasema. Kwa kweli sisi kama Press Club hii imekuja kwetu kama changamoto, na imekuja kutusukuma, kutukumbusha kutimiza majukumu yetu ya kihabari kwa kufuata taaluma inavyotutaka.
kiukweli tumekuwa kama tunateleza hivi, tunakengeuka. Wakati fulani tuna ripoti kwa kukurupuka, wakati fulani tuna ripoti kwa kutozingatia misingi inavyotutaka tufanye. Lakini kupitia mafunzo haya yanatuamsha, na sisi Press Club tunachukua hii kama mwanzo sasa wa kuanza kukutana na makundi mbalimbali ambayo yatakuwa yanazungumza, yanatoa changamoto zilizopo kwenye jamii na wanahabari wakaifanyia kazi.